Sasa sisi pia tumeona kwamba na hapa kwetu watu mbalimbali wameendelea kulipotosha jambo hili pamoja na taarifa hii kuwa ya wazi, na ililotufadhaisha zaidi na ambalo linanifanya na mimi nisimame hapa baada ya viongozi wenzangu au kulieleza ni upotoshaji huu kufanywa na viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi, na hasa mtu ambaye hukumtarajia kama makamu mwenyekiti bara wa Chama cha Mapinduzi Bwana Stephen Wasira, na pia naibu katibu wa habari na uenezi wa kule Zanzibar ndugu Hamisi Mbeto. Upotoshaji waliofanya kwa kweli ni mbaya sana, na mimi naamini kwamba unaipaka matope hata serikali, kwa sababu kikubwa ambacho wamekizungumza ni kama kwamba kwa upande hasa wa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, kwamba ni kwa sababu hakufuata utaratibu, hajui utaratibu wa kusafiri nje. Sasa wao inawezekana mawazo yao hizi ni siasa nasema za kichokora kabisa, kwa sababu katika hali ya kawaida wao wanaona kama hili linamhusu mtu binafsi, lakini wamesahau kwamba wao ni viongozi wa chama ambacho kinasimamia serikali zote mbili, na ina maana hao wanaoyazungumza mtu anaweza kutokana na nafasi walizonazo, kutokana na kwamba ni viongozi waandamizi, mtu anaweza kuona kwamba labda haya yametoka ndani ya serikali, na mwingine anaweza akaona kwamba labda hii serikali kumbe ni ya ovyo sana, kwamba makamu wa rais anasafiri kwenda nje na serikali inamwachia, serikali haichukui hatua ya kufuata taratibu za kidiplomasia na za kiprotokoli zilio. Sasa hili ni jambo la kufadhaisha, na ndio maana nasema ni vizuri kuliweka rekodi sawa sawa ili Watanzania wafahamu, Watanzania wajue tuna viongozi wa aina gani ndani ya Chama cha Mapinduzi. La kwanza niseme kwamba taratibu zote za kiserikali zilifuatwa, kwa sababu kwanza unapotaka kusafiri kwenda nje ni lazima kupata, kwa makamu wa kwanza wa rais, lazima kupata ruhusa ya rais wa Zanzibar, na ruhusa hiyo iliombwa na ikatolewa kwa maandishi. Kwa hiyo kwenye hilo kwanza wala halikuwa ni upotoshaji kusema kwamba labda hakukuwa na taratibu ambazo zilifuatwa. Lakini jambo la pili, kwa kawaida viongozi wa serikali, viongozi wakuu wa serikali wanaposafiri nje, idara mambo ya nje, wizara mambo ya nje pamoja na idara yetu ya usalama wa taifa wanatuma watangulizi kwenda katika nchi ambayo kiongozi anakwenda. Kuna watu wengine huko sijini wao au wametumwa, ana watu wengine nao kutumwa kunawezekana, wana kauli mbiu yao ya tena haina tafsiri ya Kiswahili, ni Kiingereza tu. No reform, no elections. Kiswahili chake kinasemaje? Na kama haina tafsiri ya Kiswahili, hii kauli mbiu ni ya hapa au ya Ulaya? Lazima tuelewane, nchi hii yetu wote. Kuna kiongozi wetu mmoja sije alikuwa amelewa, akasema ataichoma Tanzania tuanze upya. Tukasema haiwezekani. Huwezi kuchoma Tanzania, sio ya kwako. Na Watanzania hawezi kukupa kibali cha kuichoma Tanzania. Hata ukichoma nyumba yako unayoishi tunakukamata, maana ni kosa la sheria. Hata tunamwambia hivi sasa wanasemaje? Kwa sababu Rais Samia alipoapishwa kwa rais, kulikuwa na maneno nchi haikosi matatizo. Na wenzetu wanaosema hiki Kiingereza walikuwa wamekimbia nchi. Rais akawaambia njoni mtakuwa salama. Na wako hapa na wako salama. Leo nimesoma sio alikuwa anaenda Angola, sio wamewanyang'anya passport. Huko ni Angola, lakini sio hapa.
Hapa hatujawanyang'anya passport tena, actually iki-expire tunawapa ili waende wanakotaka alafu warudi salama. Serikali ikae kimya, sisi tunasimamia airport ya Angola. Airport ya Angola inasimamiwa na watu wa Angola. Labda wana jambo lao wa Angola wanawatilia shaka, sitajuaje. Hawajawaua, wangewaua tungesema kwa nini mnaonea watu wetu. Kuambia tu msiingie, si warudi nyumbani.